Jambo na karibu wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Congo Post News. Tunawakaribisha tena katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ikiwa itakuwa ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha unajiabone na comment vile vile una partage ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku kupitia mtandao wetu wa YouTube. Mimi jina langu ni Idi George Idi Elisha, naendelea kutangazia kila siku kupitia mtandao wetu wa YouTube asubuhi, mchana na magharibi, nikiendelea kupatia habari za ukweli zinazotoka huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika eneo la uwanja wa vita. Karibu katika taarifa hii ya habari ya asubuhi. Karibu ina upate kujua kinachoendelea mashariki mwa DRC na nje ya nchi ya DRC. Karibu. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako harakati za M23 imekataa uamuzi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa kusimamisha shughuli za masomo katika baadhi ya vyuo vya elimu ya juu vya umma vilivyopo katika miji ya Bukavu na Goma. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 2026, M23 imesema kwamba uamuzi huo wa serikali ni batili na hauna nguvu yoyote, huku ikitaka mamlaka za vyuo vikuu kuendelea shughuli za ufundishaji. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, msimamo wa M23 unapinga moja kwa moja agizo iliyotolewa na serikali kuu ya Kinshasa kuhusu kusimamishwa kwa shughuli za kitaaluma na zile zinazohusiana na masomo katika baadhi ya maeneo au katika baadhi ya taasisi za umma za elimu ya juu katika maeneo hayo mawili. Uamuzi huu unatokea katika mazingira ambayo mji wa Goma na Bukavu iko chini ya udhibiti wa M23, huku kukiwa na mvutano mkubwa wa kisiasa na kiusalama kati ya kundi hilo na serikali ya Kinshasa. Kwa serikali ya Kongo, kusimamisha shughuli za kitaaluma kunaweza kutazamwa kama hatua ya kiutawala inayolenga kudhibiti utendaji wa taasisi za elimu katika mazingira ambayo mamlaka za serikali hazina udhibiti kamili wa eneo. Lakini kwa upande wa M23 kukataa uamuzi huo na kuamuru masomo yaendelee kunaonyesha kwamba kundi hilo linataka kuendelea kutumia mamlaka yake katika maeneo yanayoyadhibiti. Hivyo swala la vyuo vikuu linakuwa zaidi swala la elimu pekee. Linaonyesha pia mgongano wa mamlaka kati ya serikali ya taifa na utawala unaoendeshwa na M23 katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Kwa wanafunzi, hali hii inaongeza sintofahamu kuhusu hatima ya masomo yao. Wanaweza kujiuliza ni mamlaka gani yanapaswa kufuata na kama mitihani, mihadhara na ratiba za mwaka wa masomo zitaendelea bila usumbufu. Kwa walimu na viongozi wa vyuo, hali hiyo pia inaweza kuwa changamoto kubwa, kwa sababu wanaweza kukabiliwa na maagizo yanayotoka pande mbili tofauti. Endapo msimamo wa M23 utatekelezwa na masomo yataendelea licha ya agizo ya serikali, kuna uwezekano wa kuibuka mgongano wa kiutawala kuhusu uhalali wa shughuli hizo na mamlaka zinazosimamia taasisi hizo. Tukio hili linaonyesha kuwa kiwango fulani jinsi mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaathiri sekta ambazo kwa kawaida hazihusiani moja kwa moja na mapambano, ikiwemo elimu ya juu. Vyuo vikuu vya Goma na Bukavu vina muhimu mkubwa kwa vijana wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Kuvurugika kwa masomo kunaweza kuwa na madhara kwa wanafunzi, hasa wale wanaotegemea kalenda rasmi ya kitaaluma kwa ajili ya mitihani, shahada na mipango yao ya baadaye. Kwa upande mwingine, uamuzi wa M23 kuamuru masomo yaendelee kunaweza kutafsiriwa kama jaribio la kuonyesha kwamba kundi hilo lina uwezo wa kusimamia huduma za kiraia katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Hata hivyo mgongano huu unaibua swali kubwa, na swali muhimu ni mamlaka gani yenye uhalali wa mwisho wa kufanya maamuzi kuhusu
taasisi za umma katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Kwa jumla, kukataliwa kwa agizo la serikali ya Kinshasa kuhusu kusimamishwa kwa masomo katika baadhi ya maeneo katika baadhi ya vyuo vya Goma na Bukavu kunaongeza mvutano wa kiutawala kati ya Kinshasa na AFC M23. Wakati serikali inataka shughuli za kitaaluma zisitishe, AFC M23 inasisitiza kwamba masomo yaendelee na imezitaka mamlaka za vyuo kutekeleza hilo. Kwa sasa kinachofuatiliwa ni namna viongozi wa vyuo wa elimu na wanafunzi watakavyotekeleza maagizo hayo yanayokinzana na ikiwa hali hii inaathiri kalenda ya masomo katika eneo la Bukavu na Goma. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama katika maeneo ya Plateau mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuleta mjadala kuhusu namna ya kuimarisha ulinzi katika maeneo yaliyo kwenye mstari wa mbele wa mapigano. Katika tukio la hivi karibuni, Meshaki Radi ambaye amejitambulisha kama jenerali ametoa wito kwa wapiganaji wa wazalendo waliopo katika mji wa Uvira kuondoka mjini humo na kuelekea kwenye maeneo ya mbele ya mapigano, hususan katika maeneo ya Plateau. Meshaki Radi alitoa wito huo akiwa katika maeneo ya Kageregere na Buzuke ambako anaongeza kikosi chake maalum. Katika ujumbe wake kwa wapiganaji wenzake amesema kuwa kuna haja ya kupeleka nguvu zaidi katika maeneo ya mbele baada ya kuwa idadi kubwa ya wapiganaji ndani ya mji wa Uvira. Kwa mujibu wa Meshaki Radi, Uvira kwa sasa haikabiliwa na tishio la haraka, hivyo basi baadhi ya wapiganaji wanaolinda mji huo wanaweza kuelekezwa kwenye maeneo ambayo mapigano yanaendelea. Anasema hatua hiyo ingesaidia kuongeza nguvu za ulinzi katika maeneo ya Plateau na kwa mtazamo wake kuchangia katika kile anachokiita kulinda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika kauli yake, Meshaki Radi amemtaka pia waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoa amri kwa wazalendo walioko Uvira kuondoka mjini na kwenda kwenye uwanja wa vita. Anasisitiza kwamba wanahitaji wapiganaji na silaha zaidi katika maeneo ya Plateau kuliko ndani ya mji wa Uvira. Kauli hii inaonyesha kwanza kabisa kwamba kuna mjadala kuhusu mgawanyo wa nguvu za kijeshi kati ya maeneo ya mijini na maeneo ya vita. Uvira ni mji muhimu kimkakati katika eneo la Kivu Kusini, lakini Plateau pia ni eneo ambalo limekuwa likikumbwa na changamoto za kiusalama na mapigano kati ya makundi yenye silaha. Kwa hiyo wito wa Meshaki Radi unaonekana kulenga kuhamisha sehemu ya nguvu za wazalendo kutoka kwenye ulinzi wa mji kwenda kwenye uwanja wa vita. Hata hivyo, swala la kuondoa wapiganaji wote au sehemu yao kutoka Uvira linaweza kuwa na hatari nyingine. Kuondoka kwa vikosi bila mpango wa kuhakikisha usalama kunaweza kuibua hofu miongoni mwa raia. Pili, kauli hii inaonyesha pia changamoto ya uratibu kati ya jeshi la FARDC na makundi ya wazalendo. Wazalendo ni wapiganaji wanaoshirikiana vikosi vya serikali katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa DRC, lakini swala ni nani anayetoa amri na namna vikosi hivyo vinavyogawanywa limekuwa nyeti kabisa. Ndio maana Meshaki Radi amemwelekeza waziri wa ulinzi katika amri rasmi baada ya wapiganaji kutoka kwa uamuzi wao wenyewe. Plateau Uvira Plateau ni eneo lenye umuhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na nafasi yake katika eneo la Fizi na Uvira. Udhibiti wa maeneo ya juu unaweza kuwa na umuhimu katika harakati za kijeshi na katika ulinzi wa njia zinazounganisha maeneo mbalimbali. Kwa hiyo wito wa Meshaki Radi unaweza kutafsiriwa kama jaribio la kuimarisha nguvu za wapiganaji katika maeneo ambayo wanaona kama ni eneo lenye utishio mkubwa. Lakini muhimu kutambua kwamba kauli hii ni msimamo wa Meshaki Radi, haithibitishi yenyewe kwamba serikali ya Kongo tayari inakubali mpango huo wala kwamba wazalendo wote walioko Uvira wataondoka ndani ya mji. Kwa ujumla, ujumbe wa Meshaki Radi unaweka mbele swala moja kuu: je, nguvu za wazalendo zinapaswa kubaki zaidi katika mji kama Uvira au zielekezwe kwenye maeneo ya mstari mbele kama Plateau?
Meshack Radi anaamini kuwa kipaumbele kinapaswa kuwa kwenye maeneo ya mapigano ambako anasema wanahitaji wapiganaji zaidi. Hata hivyo, uamuzi wa aina hiyo inahitaji uratibu wa serikali, FARDC na viongozi wa maeneo pamoja na kuzingatia usalama wa raia. Kwa sasa kinachojulikana ni kwamba Meshack Radi ametoa wito kwa wakazi ametoa wito wa wazi kwa wazalendo walioko Uvira kuelekea huko Plateau, akisema wanahitajika zaidi katika mstari mbele au kwenye uwanja wa vita ili ya kuimarisha ulinzi wao. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya usalama inaendelea kuzorota katika eneo la Babila Teturi wilayani Mombasa mkoani Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa takriban wiki tatu sasa, wakazi wa eneo hilo wamekuwa ikabiliwa na mfululizo wa mashambulizi, mauaji na utekaji nyara unadaiwa kufanywa na waasi wa ADF. Tukio la hivi karibuni limetokea Jumamosi katika kijiji cha Makoma ambako mwanamke mmoja, mama wa watoto 6, aliuawa baada ya kutekwa pamoja na mjukuu wake mwenye umri wa miaka 6. Mwanamke huyo alitambuliwa kwa jina la Regina Kahabu Nyavikono Regina, mke wa mkulima Paluku Kamala Lambere kutoka Kiki. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mashirika ya kiraia katika eneo hilo, Regina alitekwa pamoja na mjukuu wake wa Masika Emerance, mtoto wa miaka 6. Ilikuwa wakati ya saa za jioni. Baadaye mwili wa Regina ulipatikana huko Makoma. Taarifa za eneo hilo zinasema kuwa alifariki akiwa mikononi mwa waliomteka. Hatuwezi kuthibitisha kwa kujitegemea maelezo yote kuhusu namna ya kifo chake. Kwa upande mwingine, mjukuu wake Masika mwenye umri wa miaka 6 alipatikana akiwa hai baada ya kufungwa ndani ya nyumba iliyokuwa karibu na eneo ambako nyanya yake alipatikana. Maelezo aliyowapa wazi yalisaidia pia kufuatilia maeneo ambalo mwili wa nyanya yake ulikuwa. Hata hivyo, mtoto huyo sie pekee aliyeripotiwa kutoweka. Mtoto mwingine wa kiume anayetajwa kwa jina la Carvin aliripotiwa kutekwa siku hiyo hiyo na washambuliaji. Kwa mujibu wa mashirika kiraia eneo hilo, tukio la Makoma ni sehemu ya mfululizo mpana wa mashambulizi ambayo yamekuwa yakisikitisha Babila Teturi kwa takriban wiki 3 hivi. Mratibu wa Nouvelle Société Civile Congolaise katika eneo la Babila Teturi, Grace Kakundo Kasamba, amesema zaidi ya miili 15 ya watu waliopatikana katika kipindi hicho, huku watoto na watu wazima wengine wakiripotiwa kutoweka. Taarifa hizi zinaonyesha kiwango cha hofu kinachoongezeka miongoni mwa wakazi. Familia nyingi zinaishi kwa wasiwasi, hasa wale wanaotegemea kilimo kama chanzo chao kikuu cha maisha. Changamoto nyingine ni ukaribu wa vijiji katika eneo hili. Kutoka Kiki hadi Makoma ni takriban dakika 13 kwa kutembea, wakati kutoka Makoma hadi Kabungwe ni karibu dakika 45 au 45. Umbali huu mfupi unamaanisha kwamba wakulima na wakazi wanaosafiri kila siku kati ya vijiji vya mashamba yao wanaweza kukutana kwa urahisi na hatari zinazohusishwa na uwepo wa makundi yenye silaha. Kwa jamii ambayo maisha yake yanategemea kilimo, hali hii inaweza kuwa na madhara makubwa. Watu wanaweza kuogopa kwenda mashambani na jambo hilo linaweza kuathiri uzalishaji wa chakula pamoja na kipato cha familia. Kinachotia wasiwasi zaidi si tukio moja la Makoma pekee, bali ni mfululizo wa matukio yanayoripotiwa katika maeneo mbalimbali ya Babila Teturi. Ugunduzi wa mili mwingine katika siku za hivi karibuni pamoja na taarifa za watu kupotea unaonyesha kwamba changamoto ya usalama bado ni kubwa. Kwa mtazamo wa kibinadamu, watoto ndio walio katika mazingira tarishi zaidi. Utekaji wa watoto wa miaka 6 na taarifa za watoto wengine kutoweka zinaonyesha jinsi ambavyo familia za vijijini vinavyoweza kuathiriwa moja kwa moja na vurugu. Ikiwa madai ya mashambulizi yataendelea kuthibitishwa, mamlaka zinahitaji kuongeza juhudi za kulinda maeneo ya makazi, njia zinazotumiwa na wakulima na maeneo ambayo wananchi wanategemea kwa shughuli zao za kila siku. Mashirika ya kiraia yanaendelea kutoa wito kwa mamlaka za eneo hilo na za mkoa kuchukua hatua za haraka ili kuimarisha ulinzi wa raia na kukomesha mashambulizi.
Kwa ujumla, hali ya usalama katika eneo la Babila Teturi katika eneo la Mombasa inaendelea kuwa ya kutisha. Kifo cha Kahabu Nyavikono Regina, kutekwa kwa watoto na kupatikana kwa mili katika maeneo mbalimbali yanaonyesha ukubwa wa changamoto inayowakabili wakazi. Jambo la muhimu kwa sasa ni kuhakikisha usalama wa raia, hasa watoto na wakulima wanaolazimika kusafiri kwenda mashambani kila siku. Wito wa jamii ni wazi. Mamlaka za usalama zinapaswa kuchukua hatua za haraka kulinda maisha ya wananchi, huku juhudi za kutafuta watu waliopotea zikiendelea. Kwa wakazi wa Babila Teturi, usalama si swala la kisiasa pekee, ni swala la maisha, chakula, familia, mustakabali wa jamii nzima. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi nzima ya DRC kwa ujumla, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha nikukaribishe katika taarifa ya habari ya kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea kona zote za dunia. Karibu. Huko nchini Tanzania, hatua ya mwanasiasa kijana Deogratias Ndejembi kuteuliwa kuwa makamu rais wa Tanzania imepokelewa kwa hisia mseto nchini humo, huku wengi wakiukaribisha uamuzi wa kuleta damu changa katika ngazi ya juu ya uongozi katika taifa hilo. Ndejembi mwenye umri wa miaka 43 amependekezwa na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM kuwa makamu wa rais, akichukua nafasi ya aliyekuwa katika wadhifa huo Balozi Emmanuel Nchimbi aliyejiuzulu na baadaye kufutwa wanachama na chama chake George Njogopa na mengi zaidi. Makamu wa rais mteule Ndejembi ambaye ni waziri wa nishati anaanza safari ya kuingia katika nafasi ya juu ya uongozi wa nchi akiwa na uzoefu wa mwongo mmoja tu tangu alipojitupa katika siasa za majukwani. Mwaka 2020 Ndejembi alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Chamwino, Dodoma, akiwa na umri wa miaka 37 na kisha baadaye alianza kupanda kwa kuingia serikali kuu akiteuliwa kama naibu waziri kabla ya kupandishwa kuwa waziri kamili katika wizara kadhaa. Hatua hiyo ilitanguliwa na safari yake ya kwanza alipoteuliwa kuwa mkuu wa wilaya Kongwa iliyoko Dodoma mnamo mwaka 2016. Rekodi zinaonyesha alianza kushika nyadhifa mbalimbali ndani ya chama hicho tawala tangu akiwa kijana, ikiwemo kuwa mwanachama baraza la taifa la umoja wa vijana kuanzia mwaka 2008 hadi 2017. Kabla ya kuingia katika uwanja wa kisiasa, mteule huyo amewahi kupita katika sekta binafsi akifanya kazi katika maeneo kadhaa. Huko ndiko anakotaja kupikwa na kujimarisha katika nyanja nyingine za kisiasa. Makundi ya watu katika sekta binafsi, mbali ya kukaribisha uteuzi wake huo, wanasema ujio wake huenda ukawa daraja linalounganisha sehemu mbili. Saidi ambaye amekuwa katika sekta binafsi kwa miongo kadhaa, anasema mwanasiasa huyo analeta matumaini yanaweza kutafsiriwa kama pande mbili zinazoweza kuzungumza lugha moja. Mara baada ya kupitishwa, ni mtu ambaye anaingia, anayejua lugha, mahitaji na matarajio ya sekta binafsi kukua, zikiwemo policy rafiki, ikiwemo incentives. Wachambuzi wanaunga mkono akitaja rekodi yake serikalini, ujana wake na kutojihusisha na migogoro mikubwa ya kisiasa kuwa miongoni mwa mambo yanaweza kumpa nafasi hiyo. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Hafidhi Kido anasema ujio mwanasiasa kijana katika ngazi ya juu ya uongozi ni hatua ya kutambua kwamba katika dunia sasa wanasiasa vijana hawakwepeki. Wanasiasa vijana mara nyingi wanakuwa na matokeo, na hasa katika dunia ambayo sisi tunayo, ambao maendeleo yake yanakwenda kwa kasi. Lakini pia ukumbuke idadi kubwa ya wananchi wa dunia ni vijana kati ya miaka 45 kushika chini. Ndejembi anaingia akiwa na uzoefu serikalini, lakini bila kuwa na mtandao mkubwa wa kisiasa unaonekana wazi nje ya mfumo wa chama. Ili kuthibitishwa, jina la Ndejembi linapaswa kuungwa mkono na bunge la Tanzania kwa kura zaidi ya nusu ya bunge wote. Iwapo jina lake litathibitishwa na bunge, atakuwa miongoni mwa wanasiasa wenye umri mdogo zaidi kuwahi kushika wadhifa huo nchini Tanzania. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Na baada ya kusikia kuhusiana na hayo ya uteuzi, bado tunaiangazia hali ya kisiasa nchini humo na kukumbusha tu kwamba uteuzi huu wa makamu mpya wa rais unafuatia kujiuzulu kwa Dr. Emmanuel Nchimbi. Nchimbi aliyeshikilia wadhifa huo kwa takriban miezi 9, licha ya kujiuzulu amevuliwa pia wanachama na chama tawala CCM. Ikumbukwe kwamba Nchimbi kabla ya kuwa makamu wa rais alikuwa katibu mkuu wa chama hicho. Sasa hatua hii ya hadi kumfukuza
kukuza chamani inachora picha gani, na hasa linapofika swala la mwanachama kuonyesha misimamo inayoonekana kutofautiana na chama hicho? Nimezungumza na mchambuzi masuala ya siasa na mwandishi wa habari mkongwe nchini humo, Jenerali Ulimwengu kutokea jijini Dar es Salaam. Kwa kweli mimi ukiniuliza ni kwamba mimi sielewi hata hiyo dhana ya usaliti inatoka wapi. Maana kusaliti, unasaliti kitu ambacho labda ni nguzo ya imani au ni nguzo ya utendaji, halafu wewe ukafanya kinyume chake. Sasa sioni kama kuna kitu kama hicho katika Chama cha Mapinduzi na miundo mbalimbali ya serikali walioweka. Kuna mambo mengi sana wameshayasaliti wao wote, na kwa hiyo hakuna tena jambo unaweza kusema kwamba hapa huyu anasaliti hiki au anasaliti kile. Kwa hiyo sielewi dhana ya nani msaliti. Wewe unasema huoni huo usaliti, unakiona nini? Ni malumbano ya kisiasa tu, hayana kichwa wala mkia, hayana mahala aliposimama katika itikadi. Basi tu ni kwamba watu wamefikia mahali kwamba kila mtu anataka asikike na kila mtu anataka apate nafasi yake ya kusogelea karibu ya meza, kwa sababu kilichopo hapa ni kula na kula na kula mpaka watu wanapata kuvimbiwa, lakini hamna. Ni kila mtu kugombea tu jinafasi kidogo katika huo mzinga wa asali waweze kupata chochote wanaweza kupata humo ndani, lakini hamna lote la maana. Okay. Kimsingi misimamo ya Dr. Nchimbi imemfikisha hapo, na kwa kuzingatia hilo sasa, Jenerali, na mifano ya wanasiasa kama yeye waliowahi kukumbwa na hatua kali kutokana na misimamo yao, unaiona wapi hatima yake? Sioni ikitupeleka kokote, itaturudisha pale pale tulipokuwa siku zote. Na hiyo nasema ya kuwa ni mizunguko na maneno mengi yasiyokuwa na tija yoyote, na itaendelea kama ambavyo lilikuwa ikiendelea siku zote. Hili linaibua wasiwasi gani lakini hasa kwa mwanachama wa kawaida wa CCM, kwa kuzingatia hatua kali kama hizi zinachukuliwa dhidi ya kiongozi ambaye alifika ngazi ya juu kabisa, si tu serikalini lakini pia ndani ya chama? Unaweza kuangalia tu kinadharia ni kwamba mwanachama, kama ni mwanachama ambaye anapenda na kifuata chama chake na anakipenda, atapata mfadhaiko kutokana na haya malumbano kati ya viongozi wake, kwa sababu inaonekana kama hapo pamoja hata kidogo, na hawezi kutarajia kwamba afanye kazi yoyote ya maana ya kumnufaisha yeye, isipokuwa anatafuta maslahi ya matumbo yao. Na unadhani kweli anatoka kwenye ulingo wa kisiasa kama alivyosema kwenye barua yake ya kujiuzulu, ama unamuona Dr. Nchimbi akichukua mwelekeo mwingine wa kuendeleza harakati zake za kisiasa? Tusubiri tuone, sababu wengi wamesema mambo lakini baadaye wakabadilisha misimamo yao. Lakini ninavyomwangalia mimi namuona kama vile ni kijana bado, na anaweza kuwa na ushawishi miongoni mwa jamii na akachukua njia nyingine. Sasa huwezi ukajua anachukua njia ipi. Kama unajua Tanzania huwezi kufanya siasa mpaka uwe ndani ya chama. Kwa hiyo inabidi ama aunde chama chake mwenyewe, ama inabidi ajiunge na CUF au Chadema au Chauma, ndio mwisho wa njia. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, tukutane katika taarifa zetu za habari za mchana wa leo, ambapo mtaendelea kujua nini kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Kwa kuwasiliana nasi moja kwa moja, tuandikie kwenye namba ambayo unaendelea kuona kwenye video, kwenye picha, na ukatujuza unaendelea kufuatilia Kongo Post News ukiwa sehemu gani, na hapo unaweza kutupatia maoni yako aidha mapendekezo yako. Langu jina ni Idi George Idi Elisha, nikiendelea kutangazia kila siku kupitia Kongo Post News. Asante, chao.